Mtazamaji wa Tesha Ai, mwili wa mwanaume mmoja aliyetambulika kwa jina la Paulo mwenye umri wa miaka 42, mkazi wa kijiji cha Magara, kata ya Magara, mkoani Manyara, umekutwa ukiwa umeshaharibika katikati mwa shamba la mbaazi, huku familia yake ikisema alipotea kwa siku kadhaa nyuma na walimtafuta kwa jitihada zote, na ndipo katika juhudi za kuendelea kumtafuta mwili huo ukaonekana. Kutokana na mazingira ya jiografia ya kufika katika eneo hilo, jeshi la polisi walivyopigiwa simu usiku walishindwa kufika. Ikabidi vijana wa kijiji kile wauzunguke mwili wa ulinde mpaka asubuhi, ambapo ndipo jeshi la polisi lilipofika na kufanya uchunguzi, na baadaye kutokana na mwili ule kuonekana kuharibika walizika muda ule ule. Tesha Ai imezungumza na shuhuda wa eneo hilo anayefahamika kwa jina la Yosia Azaria. Hapa anatusimulia. Majira ya jana kama majira ya saa 2 usiku kulikuwa kuna tukio ambalo liliweza kugundulika kwamba kuna mtu aliweza kufariki akiwa maeneo ya shambani. Sasa kilichopelekea kuweza yule mtu kugundulika kwamba kuna mtu kafia kule ni harufu iliyoweza kutoka kule shambani na kuja kwenye makazi ya watu. Sasa watu wakawa wanajiuliza kwamba kuna tatizo gani katika mtaa huu. Ni hilo ambalo limeweza kutokea, mtu amekutwa amefariki shambani. Baada ya kufuata ile harufu ndo akagundulika kwamba ni mtu. Baada ya hapo nini kilifuata? Baada ya hapo viongozi waliweza kuja na kuweza kuangalia eneo la tukio lilivyokuwa. Ilikuwa na mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, pia mtendaji aliweza kufika eneo la tukio na kuweza kutoa taarifa katika kituo cha polisi Magugu. Kwa hiyo ndo wakati huu nipo eneo la tukio tukiendelea kusubiri polisi waweze kufika. Kwa mwili ulilala hapo hapo? Ndio, mwili uliweza kulala pale pale, haukuweza kuguswa kwa sababu polisi haijafika bado eneo la tukio. Ni changamoto kwa ufikaji wa huko ni kwa sababu kutoka Magara hadi Magugu ni pana umbali kidogo na tayari palishakuwa ni usiku. Nafikiri changamoto hiyo inaweza ikawa ilichangia pia. Sasa nani aliulinda usiku mzima? Ni vijana wa kitongoji husika waliweza kulala katika eneo la tukio na kuulinda mwili. Ndio. Muonekano wake wa mwili ule unaonekanaje? Kwa muonekano wa mwili unapoonekana ni mwili ambao tayari umekwisha kuharibika sana, yani umevimba, yani hata ukiuangalia sio rahisi kuweza kumtambua, yani umeshaharibika sana. Lakini ni mwanaume? Ni mwanaume. Na labda alikuwa ndani ya maji au mashamba gani? Sio kwenye maji, ni kwenye shamba la mbaazi. Ni nchi kavu kabisa. Labda katika kipindi cha nyuma hapo kuna taarifa ya mtu kupotea, alikuwa anatafutwa labda? Kwa sababu taarifa hizo zilikuwa hazijafika kwenye ofisi ya kijiji. Lakini eneo alilokuwa anaishi walikuwa wamejaribu kumtafuta kwa sababu alipotea kama siku 2 akawa haonekani, wakawa wanatafuta jitihada za kumtafuta mwenyewe. Lakini kwa sababu mtu huyo pia ni mlevi, ni mnywaji, wakafikiri labda atakuwa kwenye maeneo ambao wanauza vinywaji hivyo, lakini jitihada hizo ziligonga mwamba mpaka ilipokuja kudhihirika kwamba amefariki kwa mashambani. Na kwenye eneo ambalo mwili umekutwa, labda ni njia ya watu kupita ama haikuwa ni njia ila ni sehemu ambako labda alitupwa huko? Yani kutoka kwenye njia ambako imepita na tulipokuta mwili karefu kidogo. Na ndio maana hata ndugu ameweza kuwa na sitofahamu kidogo, akasema kwamba tuachie kwanza jeshi la polisi lifike lije lifanye kazi yake. Ana familia? Hapana, hana familia, alikuwa anaishi mwenyewe. Hali ya taharuki ipoje? Kwa kweli hali ya taharuki imekuwa ni kubwa, kwa sababu sasa ni tukio ambalo limejitokeza, ni kubwa, na mtu kuweza kumkuta katika hali ile akiwa tayari ameshavimba na mwili wake kuharibika kabisa. Kwa hiyo imekuwa ni simanzi sana mtaani hapa. Ndio. Wito wako ni upi kama mwananchi dhidi ya wananchi wengine, lakini pia hata watumiaji wa vitu vyetu? Wito wangu kwa wananchi na vijana, kwa sababu huyu aloweza kufariki ni kijana, kwamba ni sawa
kuna wale wanayetumia vinywaji, lakini tuzingatie kwamba unywaji wa pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya zetu. Kwa hiyo tunapokunywa pombe au wanapotumia pombe wazingatie kiasi, na pia wanapoenda kunywa pombe wahakikishe tayari wameshapata chakula wamekula ndio waweze kutumia hivyo vinywaji.